Dr. Samia Suluhu Hassan ya leo imemuonyesha kwamba ni kiongozi thabiti, ni kiongozi mwenye msimamo, lakini ni kiongozi anayewapenda wananchi wake wote, anayejali matatizo yao, anayejali shida zao, anayejali changamoto zao, lakini ni kiongozi madhubuti katika nyakati za migogoro au nyakati za matatizo au nyakati wa changamoto. Shaban Robert katika riwaya yake ya Kusadikika alisema nyakati ngumu ndizo hutoa viongozi thabiti, na Dr. Samia Suluhu Hassan amethibitisha kuwa yeye ni kiongozi thabiti katika haya. Lakini hotuba yake imejaa maono mengi ambayo yatakapotekelezwa yanakwenda kuibadili Tanzania na kuiweka katika ngazi nyingine ya taifa linalojitambua, taifa linalojitegemea, taifa ambalo kila Mtanzania anayo nafasi ya kutoa mchango wake. Na leo ametoa matumaini makubwa kwa vijana wa Tanzania kwa kuorodhesha hatua mbalimbali ambazo zitashukuliwa kuhakikisha kwamba vijana wa Tanzania ambao ni 60% ya watu wote wa Tanzania sio tu wanapata matumaini, lakini wanapata nyenzo za kubadili hali yao ya maisha, kiuchumi, kijamii. Lakini pia amewaomba vijana wa Tanzania, na ambalo ni muhimu, wawe wazalendo, waipende nchi yao, wawapende viongozi wao, lakini waijali Tanzania walioirithi ili na wao wairithishe kwa vizazi vijavyo, ikiwa ni Tanzania iliyosimama pamoja. Hotuba ya leo ni hotuba ambayo imetolewa na mfariji mkuu wa taifa letu. Ametoa pole kwa wale wote waliofariki, ametoa pole kwa wale watu wote ambao sasa wanaganga majeraha, lakini ametoa pole kwa watu wote ambao mali zao zimeharibiwa wakati wa kadhia. Lakini kwa watendaji wa serikali amewapa angalizo kwamba sasa uzembe, uvivu, ubadhirifu, ufisadi, rushwa havitavumilia kamwe. Na ametutaka sisi wawakilishi wa wananchi tushirikiane na serikali kuhakikisha kwamba serikali inakwenda kuwatumikia wananchi wa Tanzania kwa kutatua kero na matatizo yao. Ndio maana sasa watumishi wa serikali wa ngazi zote watatakiwa waende kwa wananchi kutatua kero zao, na sio wananchi kuja katika ofisi zao ili kuja kueleza kero zao. Ni hotuba ya matumaini, ni hotuba inayotueleza Tanzania inakwenda wapi. Lakini ambacho mimi kimenigusa sana ni kauli yake ya mwisho aliposema kwamba atakapomaliza muhula wake anatamani sio tu akumbukwe kwa majengo aliyojenga, shule alizojenga, zahanati alizojenga, vituo vya afya alivyojenga, miundombinu aliyojenga, bali kuacha Watanzania ambao nyuso zao zinatabasamu. Hilo limetugusa sana. Maana yake ni Dr. Samia Suluhu Hassan anawajali watu wake. Shida zao ni shida zake, karaha zao ni karaha zake, lakini anawajali wa Tanzania kwa kuhakikisha kwamba furaha hiyo ni muhimu, kwa taifa lenye watu wenye furaha, taifa lenye watu wenye tabasamu, maana yake ni watu wanaoridhika, ni watu. Lakini kwa upande wa vyombo vya habari amesema kabisa anakwenda kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari ili vyombo vya habari viweze kufanya kazi kwa uhuru, lakini kikubwa ikizingatia sheria, kanuni, lakini kikubwa zaidi mila na desturi za Watanzania. Katika dunia hii ya utandawazi, swala la mila na desturi ni muhimu sana kulilinda. Uhuru tuwe nao, lakini uhuru huo usitumike kuvuruga mila zetu na desturi zetu. Uhuru uwepo, lakini uhuru huo usivunje umoja wa taifa letu, usivunje muungano wetu, lakini uhuru huo utumike kuliimarisha taifa la Tanzania, kulijenga taifa la Tanzania na Watanzania wenyewe. Anajua na anatambua nafasi yake, dhima ya taifa lake na wajibu wake, lakini anejua anataka kuwatoa watu kutoka wapi na kuwafikisha wapi atakapomaliza ngwe yake. Sisi tunaahidi kufanya kazi bega kwa bega naye kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote, ili kuhakikisha Tanzania anayotamani, Tanzania anayotaka iwe, inafanikiwa chini ya uongozi wake. Hiki ni kipindi muhimu sana. Tuna rais ambaye kwa mara ya kwanza katika kauli yake ya uchaguzi anazungumzia kazi na utu, na anapigia mstari neno utu. Utu katika maana yake pana. Basi kwa maana hiyo sasa katika miaka mitano ni kazi na utu, lakini tunasonga mbele kama Tanzania, taifa la Tanzania linalosimamia na linalohimiza utu. Na ili utu uwe na maana, lazima tukumbuke mambo mawili muhimu kwetu. Amani ni jambo muhimu sana, utulivu ni jambo muhimu sana. Lakini ili tuwe na amani na utulivu,
lazima tusimamie haki na wajibu. Kwa muda mrefu tumezungumzia haki na tumekuwa tuzungumzia wajibu. Kila mwenye haki ana wajibu pia, na kila mwenye wajibu ana haki pia. Haya mawili ni pande mbili za shilingi moja, na ndio maana ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunazungumzia haki na wajibu. Ndio maana katika mkataba wa haki za binadamu na watu wa Afrika tunazungumzia haki na wajibu. Na ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 imekuja na mambo ambayo kwangu Dr. Samia ameweka mambo muhimu sana. Kwa mara ya kwanza katika ilani tunazungumzia familia na maendeleo ya familia. Wajibu wa wazazi kwa watoto na wajibu wa watoto au vijana kwa wazee wao. Lakini ndani ya familia amesisitiza swala la uadilifu, swala la maadili na swala la kuiona familia ndio msingi wa taifa letu. Lakini ndani ya ilani hii ambayo mimi nasema ndio ilani ya 7 ya Chama cha Mapinduzi, ambayo ni ilani ya kimapinduzi, yani a transformative election manifesto, anazungumzia mambo ambayo mimi naona pia ni makubwa katika nchi yetu. Moja, tuna sehemu kubwa inayozungumzia vijana na ajira, kubadili maisha ya watu wa vijijini ili yafanane na watu wa mjini, ikiwa ni pamoja na umeme, maji, afya, elimu, lakini miundombinu inayopita mwaka mzima. Na nyote mliona alipozungumzia swala la TARURA, wabunge wote walimshangilia kwa sababu tunataka tuimarishe. Lakini ndani ya ilani ile, na amelizungumza leo, tunazungumzia ufugaji wa kisasa, kuwatoa watu wetu kuwa wachungaji wa kuchunga mifugo na kufuga. Lakini ndani ya ilani hiyo ambayo leo pia amelizungumzia ni kuanza kujenga miundombinu itakayounganisha Tanzania na nchi nyingine. Sisi ndio nchi ambayo tunapakana na nchi 8 na zinatumia bandari zetu. Kwa tunapojenga reli hizi kwenda Mbamba Bay ili tufike Malawi, kukarabati reli ya Tazara ili kwenda Zambia, na sasa inaweza kwenda mpaka Lobito Angola, kujenga reli hii ya SGR kwenda Burundi na inaweza kaingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na baadaye kwenda sehemu nyingine, ni kutumia nafasi yetu ya kijiografia ambayo imetupa kilomita zaidi ya 1400 za bahari, na maana yake tunaweza kuwa na bandari nyingi. Lakini kikubwa kingine ambacho nimekizungumza leo ni kuenda kujenga kongane za viwanda katika kila wilaya. Na hizi kongane za viwanda sio tu zitatoa ajira kwa vijana, lakini kongane za viwanda pia zitachechemua uchumi wa maeneo yale na zitatuwezesha kutumia malighafi za eneo zile kuziongezea thamani, na katika kuziongezea thamani kuwafanya watu wapate mapato zaidi. Kwa mfano katika ilani ya uchaguzi kwa upande wa Kilosa na kwa upande wa jimbo langu, mambo ambayo yameahidi kuyafanya ni kujenga majengo ya kusindika nyanya. Maana yake zile nyanya za Dumila, nyanya za Mbigiri, badala ya kuuza kama nyanya, tutaanza kuzisindika na kuuza uji wa nyanya. Kwa hiyo ni ilani iliyojaa mapinduzi makubwa, na ndio ambayo leo Mheshimiwa Rais katika hotuba yake ya kulifungua bunge ameyaweka. Kwa hiyo ni imani ambayo ni ilani na hotuba ambayo imetuweka katika mahali pazuri, na ni bunge linaloanza utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 ambayo pia Dr. Samia amesimamia kuitekeleza. Na ukisoma dira ya maendeleo ya 2050 inamzungumzia Mtanzania katika atakapofika mwaka 2050 awe ni Mtanzania ambaye mahitaji yake yote muhimu anayo. Na ndio maana leo amezungumzia kuanza majaribio ya bima kwa watu wote. Ndio maana leo amezungumzia kuimarisha vyuo vyetu na kutoa mikopo, kwa sababu sasa vyuo vikuu viko nchi nzima. Na ndio maana leo ametumia sehemu kubwa kuelezea na azma yake ya kuunda wizara kamili kabisa ya kushughulika na vijana. Maana yake anayajua matatizo ya leo, lakini anaangalia zaidi Tanzania ya kesho na kesho kutwa. Sisi wote tuseme kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, heko kwa hotuba yako, shukrani kwa hotuba yako, kwa sababu sasa tunajua Tanzania ile ambayo waasisi waliitaka chini ya uongozi wako tutaipata na tutaiona.